Wananchi wa mtaa wa Minja uliopo katika kata ya Igogo jijini Mwanza wameiomba serikali kuingilia kati mgogoro wa umiliki wa eneo la mlima lililotengwa kama hifadhi ya serikali, wakieleza hofu yao juu ya usalama wa maisha na mali zao kutokana na shughuli zinazoendelea katika eneo hilo. Wananchi hao wamedai kuwa eneo hilo linalopatikana katika ploti namba 298 na 299 Kitalu Zedi Bugando ni eneo lililotengwa rasmi na serikali na halipaswi kuendelezwa kwa shughuli yoyote ya kibinadamu. Wamesema kuwa iwapo mawe yaliyopo katika mlima huo yatatikiswa kutokana na shughuli za kibinadamu, kuna hatari kubwa ya kusababisha maafa kwa wakazi wanaoishi jirani na eneo hilo pamoja na familia zao. Kwa mujibu wa wananchi hao, wataalam kutoka idara ya mipango miji ya halmashauri ya jiji la Mwanza walifika katika eneo hilo na kufanya vipimo, ambapo walibaini kuwa ni hifadhi ya serikali na kwamba hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kuendeleza shughuli za aina yoyote. Hata hivyo, wananchi hao wanadai kuwa licha ya maelekezo hayo, bado kuna mtu anayejihusisha na umiliki wa eneo hilo kinyume na utaratibu uliowekwa. Akizungumzia tuhuma hizo, Bwana Kledo Mtukwa anayedaiwa kujimilikisha eneo hilo amekiri kufahamu uwepo wa mgogoro huo, lakini amesisitiza kuwa analimiliki kihalali. Amesema suala hilo tayari limefikishwa katika Baraza la Ardhi na Usuluhishi la Kata ya Igogo kwa ajili ya kupatia ufumbuzi wa kisheria. Kwa upande wake, mwenyekiti wa mtaa wa Minja Michael Paulo Ambrose amesema kuwa Bwana Kledo aliwahi kuzuiwa kuendelea na shughuli zozote za maendelezo katika eneo hilo, na zuio hilo bado linaendelea kutumika hadi pale mgogoro huo utakapopatiwa ufumbuzi rasmi. Amesisitiza kuwa hakuna mtu yeyote anayepaswa kufanya shughuli yeyote ya maendeleo katika eneo hilo hadi mamlaka husika zitakapotoa maamuzi ya mwisho. Wananchi wa eneo hilo sasa wameitaka serikali kuchukua hatua za haraka kuhakikisha sheria zinafuatwa na kuondoa sintofahamu hiyo, wakisema hatua hiyo itasaidia kulinda usalama wa wakazi pamoja na kuzuia madhara yanayoweza kujitokeza hapo baadaye. Kero kubwa ambayo imejitokeza kujitokeza ilikuwa ni sisi tulikuwa hatujapata uwiano kwamba kiwanja chetu kimekaaje baada ya sisi kuuziwa hizi nyumba. Tukawaita watu ambao wahusika wa jiji, watu wa mipango miji, wakaja ili tuwaeleze tatizo letu. Na pale nyuma wameliona kwamba kuna mtu ambaye alijitokeza yeye from nowhere kwamba amekuja akaanza kupasua mawe na anza kujenga. Tujaribu kuelezea serikali ya mitaa kuongelea swala hili, na lakini huyu bwana alikuwa ni mgumu sana kuelewa, na ilikuwa si rahisi yeye kuelewa. Hatuelewi kwamba alikuwa ana nguvu gani au ana ngazi gani anaosimamia. Lakini wakati walipokuja watu wa mipango miji kuja kutumilikisha hapa, kujua kwamba mipaka yetu iko wapi, walikuja kutuonyesha kwamba huu mlima hatupasi kuwa ni mali yetu sisi watu wakazi wa hapa. Hii ni reserve ya serikali, na tukakubaliana nao, wakatuonyesha mipaka yetu ambayo tokea zamani ile mipaka ilikuwa inaonyesha wazi kwamba sio eneo miliki la mtu binafsi. Tumeshangaa kuona kwamba mtu mmoja amekuja kama pale, ameweka tofali, amejenga banda lake na kuingiza vijana kupasua mawe. Kibaya zaidi kwamba hilo jiwe lilokaa juu pale linaonekana kwamba limekaa tenge, na ndio maana kwamba huenda wale watu waliopima mara ya kwanza waliona kwamba hapafai katika matumizi ya binafsi. Walimsitisha yule bwana asiendelee na shughuli zake za uvunjaji wa mali. Lakini ndani ya siku 3 hapa zilizotokea, tuliona kwamba wameleta magogo pale na vitu vingine, wakaanza kuwasha moto. Wakilitikisa likipasuka lile, na maana mtikisiko utakuwa ni mkubwa, utatikisa na lile jiwe juu kule. Sasa hatuelewi outcoming yake itakuwa ni kitu gani baada ya lile jiwe kule kutikisika. Serikali tumeiomba ni kwamba kama watu wa mipango miji walivyoelezea kwamba hii sehemu ikae reserved area, naona na wao walikuta imewekwa kama reserved area, basi endelee kuwa hivyo, sio ya kwetu, ila wao walitukabidhi sisi kwamba tupachunge hapa. Mimi ninachojua pale nilinunua kwa wananchi waliokuwa na miliki pale, sio eneo la railway, sio eneo la serikali, ni eneo watu wamekuwa na pamiliki kuanzia zamani, na wao ndio wameniuzia, na vielelezo vyote ninavyo, na tumeshaenda kwa mwenyekiti, na mwenyekiti alikuja kutoa ushahidi, na mwenyekiti aliona kwamba ile swala limemzidi, kalipeleka Baraza la Ardhi. Mpaka dakika hii liko Baraza la Ardhi. Tuliweka zuio la mazingira yote ya mlima ambao unazunguka hayo maeneo yetu
kama serikali ya mtaa kulingana na yale machache tuliweza kujiridhisha. Lakini ambalo tulitaka kwa haraka ni bwana Credo kusitisha hizo shughuli za ujenzi katika hayo maeneo, na kama mnavyoona kulikuwa kuna nguzo zimezunguka mlima, na baada ya hatua za kwanza serikali kuchukua, zile nguzo zilishuka zikaanguka, lakini pia zikaendelea taratibu za wakazi kuendelea kujiridhisha katika maeneo yao kwenye umiliki, hasa upande wa railway. Walikuja watu wa jiji, watu kutoka mipango miji, wakijiridhisha kila mkazi kwenye maeneo yake. Bati tulienda vizuri, zoezi lilifanikiwa, lakini pia na mipango miji wakaendelea kushauri baada ya kujiridhisha kuwapimia wakazi maeneo yao, na mlima ukawa ni eneo la serikali. Basi kuondoa tu hiyo hofu ambayo iko kwa wananchi, bado tutaendelea. Tunasema serikali haitaishia hapo, tutaendelea kuweka zuio na katazo la shughuli zinazoendelea kwenye mlima ili zisilete athari kwa au wachache ambao wanazungukwa na hayo maeneo. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.